Naam, asalamu alaykum mpenzi mtazamaji popote pale ulipo, karibu katika taarifa hizi za Darubini ya Channel 1. Naitwa Ahmed Jumabalo, ukipenda niite AJB, na Lucy Maura ndio mwenzetu kwa upande wa lugha ya ishara. Karibu mtazamaji, mimi niite Gladys Mongai. Na ukosefu wa mafuta ya petroli ulishuhudiwa kwa siku ya 3 mfululizo katika maeneo mengi humu nchini, licha ya serikali kupuzilia mbali hofu ya Wakenya kuhusu uhaba wa bidhaa hiyo. Mtazamaji, milolongo mirefu ilishuhudiwa kwenye vituo vingi vya mafuta jijini Nairobi, huku baadhi ya magari yakikwama baada ya kuishiwa na mafuta. Waziri wa Kawi Opiyo Wandayi amesema hali hiyo imesababishwa na hitilafu kwenye mfumo wa usambazaji. Alan Aoko anatufungulia taarifa zetu kwa ripoti hiyo. Hii ndiyo taswira ambayo imekuwa ikishuhudiwa jijini Nairobi na katika maeneo mengine ya nchi, wenye magari wakisononeka kwenye vituo vya mafuta ambako wamelazimika kusubiri kwa muda mrefu kupata bidhaa hiyo. Hali hii imekuwa ikitokota katika muda wa juma moja lililopita, huku kukatizwa kwa usambazaji mafuta kukiathiri vituo vingi vya uuzaji. Takwimu za halmashauri ya kudhibiti kawi na petroli zinaashiria kwamba taifa hili hutumia takriban lita milioni 15.4 za mafuta kila siku, lita milioni 9.1 zikiwa za dizeli ambayo hutegemewa zaidi na magari ya uchukuzi wa umma, malori na mashine viwandani. Lita 6.3 za petroli hutumiwa kila siku, hususan na magari ya kibinafsi na pikipiki. Sababu hatuna mafuta, unaenda kwa petrol station like yesterday, nimeshinda huko Wayaki Way yote. Mafuta ilikuwa inapatikana huko Westland Ola peke yake. Ishi ya mafuta imekuwa ngumu sana, unapata unazunguka kama sasa hivi nimeingia petrol station kama 3. Ni hapa leo kuna shida kidogo, mafuta yako kwa upungufu sana. Ikuje kwa wingi kama hapo nyingi. Hata hivyo, serikali imepuzilia mbali hofu ya uhaba wa mafuta, ikisisitiza yapo mafuta ya kutosha. We have got adequate fuel supplies in the pipeline system. Honorable Speaker, all the products, petrol, diesel, kerosene, jet fuel, Honorable Speaker. Akijibu maswali ya maseneta, waziri wa Kawi Opiyo Wandayi amesema serikali inashauriana na wauzaji mafuta na kampuni ya mabomba ya usafirishaji mafuta Kenya Pipeline. I just want to appeal to Kenyans to be patient and to bear with us as we address some of these small hitches. Haya yanawadia huku wahudumu wa afya ya umma wakitahadharisha uwezekano wa mzozo wa kiafya kutokana na viwango vya juu ya sulfur kwenye mafuta yanayotumiwa humu nchini. The presence of sulfur in anything can cause a lot of health issues. Like I've said, the issue to do with the upper respiratory inspections, and also the issue to do with the pollution. Agizo hilo litatekelezwa kwa muda wa miezi 6 kwa mafuta ya petroli na dizeli. Linalengwa kukabiliana na tatizo la uhaba wa mafuta, licha ya hofu kwamba huenda likasababisha ongezeko la magonjwa ya kupumua.